kuna uume ambao kule upo kwenye chungu, jinsia ya kiume ambayo ipo kwenye chungu kule kuzimu. Kwa hiyo ukichukua kile chungu ukiongea kwamba umemlenga mtu, unasemea kwenye kile chungu na kibuyu, alafu ile nguvu inaondoka inaenda kwa yule mtoto. Mimi kama mimi niliingizwa roho yani na roho ya nyoka. Yaani ni kama nyoka. Kuna wakati nilikuwa nabadilika na kuwa kama nyoka natembea. Tukitimiza kafara yake, huwa wanafanya sherehe kando ya bahari. Wanawasha moto, basi watu kutoka kuzimu wanakuja na kukutana kando ya bahari. Mimi nilikuwa natumia usafiri wa mti. Nikisema nataka kwenda sehemu fulani, basi ule mtu kwa sababu una dawa na mimi tayari nina nguvu nyingine, nikishika tu sasa nataka kuondoka kwenda sehemu fulani, unaondoka. Kazi kubwa kule nilikuwa pewa ilikuwa ni ya kuua watu. Yaani ndio kitengo changu. Japo na mengine nilikuwa nafanya. Lakini nilikuwa naoa watu kwa njia ya ajali. Naoa watu kwa njia ya magonjwa, napandikizia watu magonjwa. Wanateseka mpaka wanakufa. Unaoa kwa kuna kunyonya damu. Kuna aina nyingi za kumfunga mtu. Unaweza kumfunga pitia hicho kibuyu. Unaweza kumfunga mtu kwa kutumia hiyo gunzi na kamba. Unachukua ile gunzi na kamba, kwa hiyo unakuwa unanuiza, maana unapoongea kwamba huyu namfunga asifanikiwe, labda kama ni kwenye asifanikiwe kiuchumi, unaishia hapo. Kama unataka asifanikiwe kwa lolote unasema, afu unakuwa unafunga. Mimi nilitumia kumloga mtu kwa mnyaa, kwamba alikanyaga, alipokanyaga ule mnyaa akapata vidonda vya miguu, yani miguu ikawa inamsumbua. Kuna wengine wanasema tumewafunga kwamba wasiolewe. Tunawafungaje? Tunaenda kukusanya makaburini kwa kufukia madawa. Kuna vifungo unaenda huko unaweka. Wengine tunatumia hicho kibuyu kwa sababu ndio kitenda kazi. Siku analala ndani kwa kama kawaida, lakini usiku mnamchukua mnaenda kumlimisha, asubuhi anarudi. Au anaenda kufanya kazi kwenye viwanda, asubuhi anarudi. Ndio unakuta mtu anaamka anasema nimechoka. Ni kwa sababu hiyo, yani kuna shughuli ambazo anafanya pasipo yeye kujitambua. Ama ukaongea kule kuzimu kwamba namtaka mtu fulani aende sehemu fulani akafanya kitu fulani. Kwa hiyo unapomuita yule mtu, nafsi ile sauti umeshajiungamanisha na ile nguvu ya pale, inafika kwa yule mtu. Yule mtu anaweza tu akaamka akaondoka. Kulikuwa kuna siku za kukutana, ilikuwa ni kwa wiki mara 2, ilikuwa ni Ijumaa na Jumangapi. Mnakutana mnajadili mipango. Mimi vikao vingine ilikuwa siendi. Kwa hiyo mnajadili. Mkishakutana mnaleta mrejesho, jamani kuna naje mimi labda na fulani ananisumbua sana pale mtaani. Kwa hiyo natakeje, nataka ashughulikiwe kwa hivi na hivi. Kwa hiyo ndio ilikuwa kwa namna hiyo, ilikuwa ni usiku. Kanya ile damu ndio aliponiambia tukanya na ile damu kutumia ile agano la ndoa. Au itegesha ajali ya basi ilikuwa naitwa ni Njombe. Nilienda barabarani pale kaweka dawa. Sasa mimi ninachotaka ni damu za watu na nyama. Leo hatuna damu, hatuna nyama, ninachotaka ni hizo damu na nyama. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda na dawa, tukamwaga dawa, hata kumjaribu kumletea ndoto kupitia kule kuzimu. Kuna namna, kuna dawa na jina, ukishapata jina la yule mtu bana sura, basi unampelekea ndoto. Anakuwa anaota ndoto, alafu unaendelea kumwangalia. Hizo kuletea ndoto kama hivyo, unakula ni wali, unaona ni wali lakini inakuwa sio wali. Na ndio maana unakuta mtazamaji wa Jimbi TV, ni safari ya matumaini. Leo hii nimekutana na Pendo Moshi. Ana historia nzito ya maisha, ameamua kuokoka na ameshare nasi story hii. Imebeba mengi zaidi yenye kutufunza. Kikubwa zaidi, aliwahi kuwa malkia wa wachawi, lakini leo hii amemkabidhi Mungu maisha yake na ameamua kutoa ushuhuda kwetu sisi. Katafuta tushare story nzito kwenu nyinyi ambao mnatazama na kufuatilia. Kuna jambo la kujifunza. Moja kitu ambacho amekizungumza Pendo, akasema dunia haiko salama kutokana na mambo mengi ya giza. Akieleza kwa kina alifanyeje kutekeleza zile ajali, lakini akufanya kwa kupenda. Ni vile alikuwa kwenye chini ya ulimwengu wa giza. Yote ambayo ameyataja, lakini naamini na wewe mtazamaji kuna mengi ambayo unayapitia. Ukimsikiliza Pendo kwa kina, unaweza kuelewa ni namna gani uko katika hiyo hali. Hakika hili ni somo kubwa zaidi, lakini akituhitaji tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu, tuweze kutubu na kujituma kusali. Moja kitu ambacho nimejifunza kutokana na simulizi yake, amesema kwamba kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza,
wao wanatekeleza sana masharti yao wanaopewa kutokana na adhabu wanazopewa, tofauti na kwetu sisi wale ambao tunaamini Mwenyezi Mungu. Akatolea mfano mrahisi kabisa, akasema kwamba mtu anapata 50,000 lakini fungu la 10 atoi, au anatoa 2,000 au 3,000, hakuna anayemuona. Lakini kwenye ulimwengu wa roho mtu anaambiwa hiki, anatekeleza hiki, ndio maana inaonekana kama watu wenye nguvu zaidi. Mimi ni Wilson John, hii ni Jimbi TV. Pendo anaeleza kwa kina. Majina anaitwa Pendo Mushi, naishi Humwa, ni mzaliwa wa Morogoro. Mimi nimekuwa kwenye chama cha kichawi kwa muda mrefu, toka mtoto, kwa hiyo zaidi ya miaka 30. Nilikuwa shule ya msingi ndio niingia huko, na kuna mganga ambaye alikuja akanichanja hizo chale ambazo nilichanjwa kwenye hapa paji la uso, kwenye ulimi na kifua, ndo nikachanja hizo chale ambazo hiyo damu sasa ndo ilitumika pia kufanya maagano kule kwenye chama hicho cha kichawi. Nilikuwa ni malikia, kwenye nafasi ya malikia wa mkoa wa Iringa, lakini pia kule nilikuwa ni mshauri, mtu wa kupanga matukio haya na yale. Lakini pia nilikuwa ni kiungo kanisani, nilikuwa naenda, lakini mambo yangu mengi yalikuwa hayakuwa mazuri. Ni kama tulikuwa nilikuwa na pande mbili, huku kwa Mungu nipo na kule nipo. Na kule pia kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa navimiliki. Nilikuwa nina mume na watoto 3 ambao wako kule kuzimu. Lakini kule kuna madhabahu ambayo mimi maana uchawi na viwango. Kwa hiyo mimi nilikuwa na madhabahu yangu kule ambayo ina hizo, zina tunguli, kuna usinde, kuna vibuyu, kuna ngozi, yani kuna madawa, vitu vingi tu. Lakini katika vitu vingine ambavyo nilikuwa navyo, nilikuwa na irizi kwenye mkono wa kushoto. Nilikuwa namiliki kibuyu ambacho nilikuwa natembea nacho. Yani nikitaka kufunga labda watu nini nakuwa na hicho kibuyu. Lakini nilikuwa nina mkufu kutokana na kile nilichokuwa nacho. Nilikuwa nina fimbo ya umalikia, nilikuwa na huo mkufu. Lakini pia nilikuwa na mavazi ambayo yalikuwa navaa nyekundu na nyeupe, meusi. Nilikuwa na mtandio ambao nilikuwa natumia kule. Pia kuna chungu. Yaani ni vifaa ambavyo nilikuwa natumia kule. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Tukawa tunaenda kule, lakini mambo mengine ukawa mtu unaelekezwa, unafanyishwa. Baadaye sasa kadiri nilivyoendelea, yani mwanzoni nilikaa kama naelekezwa, fanya hiki, fanya kuua ni hivi, una vitu, una roho, kwanza unavishwa roho ngumu. Yani mchawi ili uweze kufanya ile kazi ya uchawi lazima yani kuna roho lazima uingiziwe, unakuwa tu katili. Basi nikawa hivyo, nikawa naendelea, afu nikawa ni msiri kiasi kwamba hata hamna mtu ambaye alikuwa anafahamu kwa muda wote huo, hata familia yangu haikuwa ikujua. Nikawa naendelea kutumika kwa kuelekezwa. Baadaye sasa nilipokuwa na kule kutumika, nikawa nimeweza kwamba kuua, sijui kuharibu ndoa za watu na nini. Nilipofika kiwango sasa kiasi ninazofanya zinawezekana, ndio nikapewa cheo cha umalikia. Kilikuja kwa sababu ya hiyo kuua watu wengi, yani watu walikuwa na wazuru. Lakini pia mimi kazi kubwa kule nilikuwa ni ya kuua watu, yani ndio kitengo changu. Japo na mengine nilikuwa nafanya, lakini nilikuwa naua watu kwa njia ya ajali, naua watu kwa njia ya magonjwa, napandikizia watu magonjwa, wanateseka mpaka wanakufa. Unaua kwa kuna kunyonya damu. Watu unakuta tu mtu ndio anaishi, lakini matatizo ya damu yanakuwa hayamuishi. Ni vitu ambavyo nilikuwa nafanya. Lakini kazi kubwa ilikuwa ndio hiyo.
Sasa kwenye vifaa nimesema kama nilivyosema kule nilikuwa na madhabahu. Mimi huko nilikuwa sitembei na kitu, na pia tumponi pia nilikuwa na madhabahu. Kuna ushanga ambao nilivishwa ambao ndio unakuwa napata mawasiliano, naweza kuna yani zile nguvu zinakuwa ndani, yani ninakuwa na zile nguvu. Kwa hiyo unaweza kaenda mahali ukakuta zile nguvu unaachilia, ile nguvu inatoka, inaweza kumuingia mtu, ndio unakuta mtu akapata magonjwa na nini. Lakini kwenye hiyo madhabahu nilikuwa na kibuyu. Hicho kibuyu ndio nilichokuwa natumia kwamba kufunga watu, kuzuia watu mambo yao. Kwa sababu ndani ya yule vibuyu kuna mizimu, kuna ambao vina miti, mizizi ya miti, kuna vibuyu ambao vina dawa tu. Kwa hiyo kile kibuyu mimi ambacho nilikuwa nacho sasa, kile nilichokuwa natembea nacho kukamata nafsi za watu, unachukua tu nafsi ya mtu. Yeye mtu anakuwa anatembea lakini nafsi yake unachukua ondoka ifunga kule, na unakuta mtu anafanya kitu afanikiwe. Au anakuwa tu yupo kutokana na jinsi ambavyo amemfunga. Lakini pia vifaa vingine ambavyo nilikuwa navyo, nilikuwa kuna sindano ile unatumia kwa ajili ya kuumiza watu. Unajua yani kwa mfano baba anataka mtu apate maumivu, unachukua ile sindano unakuwa unachoma, unaweza kutumia chura unachoma ile sindano. Kwa hiyo mtu anaweza baba umempandikizia huo ugonjwa kama ni kifua. Kwa hiyo unakuta vile yale maumivu ni ile sindano ambapo unakuwa unafanya nini, unachoma. Yani naweza tungekaa kama hapa mbona fulani kama amekuwa na maisha labda mazuri au nini, kwa hiyo unaenda tu unachoma anakuwa anapata maumivu, yani labda ni kifua au unakuta mtu anasema naona vitu vinanichoma, lakini kumbe ni tayari kule umeshafanya nini, umeshaharibu. Kuna huo usindi ambao ndio unakuwa kiongoza njia pia, yani kama unataka kwenda mahali, unaona watu wengi wakienda mahali wanakuwa na ule usindi, na wenyewe pia una nguvu yake. Unakuwa na kusafisha njia. Ukifika pale unaweza kumfagilisha mtu hivi ili kwamba asizinduke, unakuwa unanuia maneno ndani. Unaweza kusema kwa sauti akasikika, au mtu kwa tunasema ndani unapitisha ule usinde ambao ni mkia ule wa ng'ombe. Lakini pia kwenye kibuyu pia kuna kibuyu ambacho kufunga uchumi wa watu wasifanikiwe, yani maisha yao alikuacha tu chuma ulete. Unakuta tu mtu anafanya kazi hana maendeleo, anapambana sana, lakini kumbe pesa yani tumeshamwekea, yani kuwekea watu mikosi kwamba asifanikiwe sio na pesa. Kwa hiyo yani unaweza kuta mtu anapambana sana lakini hapati pesa, au hata akifanya kazi unakuta kazi yake yani ni anadhulumiwa. Ni kwa sababu ya kile kitu ambacho tayari tumeshafanya kule. Nasema huyu tumfunge. Yani ukishatamka yale maneno kwenye kibuyu, ile mizimu inakuwa inafanya nini, inamfuatilia. Hata mimi mwenyewe binafsi nilipokuwa nimeingia kwanza kwenye hicho chama, nikawa nimefanya maagano ya kutumika kule na kuwa mwaminifu kwamba nitatunza siri, basi na sitakuwa tajiri, sitaolewa. Unaona, kwa hiyo yale maagano nilifanya kupitia damu yangu na nikaapa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo yani mimi kufanikiwa kwangu bado hakujasa. Pesa zangu mimi mwenyewe zipo kwenye kibuyu. Kwa hiyo hata na mimi mwenyewe kuzimiliki nikawa siwezi, na mnaga mchawi ambaye ni tajiri kwa kweli. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo nilikuwa navyo ni vibuyu vipo vya aina nyingi hivyo, ambacho kuna kibuyu ambacho nilikuwa nakimiliki mimi, lakini vingine vilikuwa kule kwa ajili ya kwenda kuongelea, kusemea, kushtaki kwa ile mizima ambayo ipo kwenye kibuyu. Lakini pia nilikuwa ndo nimesema kwamba nilikuwa na gunzi. Ukitaka kumfunga mtu, labda unamfunga mtu kielimu au kiuchumi. Kufunga watu kwanza yani kuna aina nyingi za kumfunga mtu. Unaweza kumfunga kupitia hicho kibuyu, unaweza kumfunga mtu kwa kutumia hiyo gunzi na kamba. Unachukua ile gunzi na kamba, kwa hiyo unakuwa unanuiza, maana unapoongea kwamba huyu namfunga asifanikiwe, labda kama ni asifanikiwe kiuchumi, unaishi hapo. Kama unataka asifanikiwe kwa lolote unasema, afu unakuwa unafunga. Yani kama ni kuboresha. Yani unatu nikitamka maneno hapa sasa nafunga kwenye ile bani gunzi. Mimi nilishatumia gunzi nikafunga, nikamfunga mtu, nikaenda ile gunzi nikafunga na kitambaa, nikaenda nikaliweka sehemu. Kwa maana yule mtu sasa atakuwa anahangaika, lakini hawezi kwa sababu nimeshafanya nini? Nimeshamfunga, na ili afanikiwe ni mpaka mimi niende nikafungue kule. Kwa ukishafunga vile ni mtu ambaye atakuwa anaishi tu hivyo, yani hivyo. Tofauti na ile ya kusema umetumia dawa. Dawa kuna wakati inafika inaisha nguvu. Lakini ukimfunga mtu kujifungua yeye sio rahisi kujua kama amefungwa, na kile kifungo na maana kama umekifunga ni mpaka kifunguliwe. Aidha nikafungue mimi nimefunga ama apate msaada wa Mungu.
Lakini pia nilikuwa na ngozi ambayo ndio ilikuwa kama labda ndio unakaa, hiyo ngozi ya mnyama ndio ulikuwa unakaa pale, ndio unafanya hivyo vitu vyako. Na hiyo ina hivyo vifaa. Kuna dawa ni nyingi kule, kuna kitengo cha watu wa dawa. Kwa hiyo ukisema labda nataka dawa ya labda kumfunga mtu labda asizae, wanakuletea. Unajaribu uchumi wa mtu unatetea. Kuna watu ambao nimefunga uchumi wao kwamba wasifanikiwe, na ndivyo ikawa. Lakini kuna wengine wanasema tumewafunga kwamba wasiolewe. Tunawafungaje? Tunaenda kusanya makaburini kwa kufukia madawa. Kuna vifungo unaenda huko unaweka. Wengine tunatumia hicho kibuyu kwa sababu ndio kitenda kazi. Unaenda kule unasema, basi ndio jambo linakuwa limempata yule mtu. Na hiyo kuwapandikizia watu magonjwa. Ndani yangu nimesema kuna madhabahu pia ambayo hiyo nguvu inatoka. So lazima ni hata so lazima mimi niuse. Yani yenyewe tu inashajua kwamba yani inatembea, ina sense ya mazingira, inaweza kufanya kitu. Kwa hiyo unakuta zile roho, ile nguvu inatoka, maana nishanishwa madawa, nishachanja chale. Kwa hiyo vile dawa zinaingia tayari, kuna nguvu inaumbika ndani yangu. Hizo chale ni damu, na damu ni uhai. Kuna nguvu tayari ipo ndani ya hili. Kwa hiyo unapokuwa unatembea au umekaa na mtu, unaweza kuta mtu akapata shida, kwa mfano hiyo ya kuumwa magonjwa, mtu anapandikizia magonjwa, unakuwa unafanya kule, lakini huku matokeo yanafanya yatokea. Wakati mwingine hizo nguvu zinatoka, zinaweza zikaleta madhara. Na wachawi ndio tuna kazi nyingi ya kuona nini, lakini pia wachawi ni watu ambao hawapendi mambo ya Mungu yaendelee. Kwa ile nguvu pia ilikuwa inaharibu hata kazi za Mungu. Unaweza kukuta umeenda mahali kanisani, ile nguvu inatoka, inawafanya watu yani wasielewe. Vitu vifani hivyo na vimiliki, ilikuwa kuna wembe kwa ajili ya kuwachanja watu, hiyo sindano ilikuwepo, ile ya kushonea. Kulikuwa kuna jiwe, ile jiwe kwa unamwekea mtu ugumu wa maisha. Kwa hiyo unasema kama ile jiwe lilivyo gumu na maisha yake yawe hivyo, yanakuwa tu ni magumu. Kwa hiyo kuna kuwafunga watu kwa namna mbalimbali. Kutamka ni kule kule, lakini unatamka, lakini kuna vifaa tofauti ambavyo unaweza kuvitumia kumtamkia huyo mtu, kama kibuyu, kama hiyo kufunga unafunga na kifungo kabisa, kama hilo jiwe unamwekea kabisa. Mwingine unachukua majina unapeleka kwenye viungo, yanakuwa tu yanakaa kule, unakuwa tu unatamka. Yani kwa maana unapofanya nafsi za watu unazichukua, unazihifadhi, kwa unaziweka mle. Siku kuna wengine ukifika wakati unakuta unaweza kumchukua au kumchukua msukuli au akafa kabisa, au wengine ndio unakuta tunawatumikisha usiku, wamelala, asubuhi akiamka amechoka, kumbe tayari umefanya nini, umemtumikisha kwenda kwenye shughuli. Kwa sababu hata kule pia kuna viwanda, anaweza kana anatumika kule au akatumika huku duniani. Usiku analala ndani kwa kama kawaida, lakini usiku mnamchukua mnda kumlimisha, asubuhi anarudi. Au anaenda kufanya kazi kwenye viwanda, asubuhi anarudi. Unakuta mtu anaamka anasema nimechoka. Ni kwa sababu hiyo, yani kuna shughuli ambazo anafanya pasipo yeye kujitambua na ni kwa namna gani. Vile unaweza ukaenda kwake ukasemea pale kwenye nyumba kwamba fulani tunamuita fulani, akishatoka mnamchukua, yeye anakuwa hajitambui, mnamchukua kupitia hayo madawa, mnampeleka shambani, yeye anakuwa tu anawafuata. Yani mkishaondoka yeye anaweza kawafuata. Lakini kuna hiyo nyingine kumchukua, mnamuita tu, so lazima mkishamweza hivyo unaweza anaondoka, anajua kwamba yani ile sauti, useme ile nguvu au ule mwelekeo au ile mizimu inamuongoza kwamba umeitwa, na maana ni sehemu fulani. Kwa hiyo unakuta tu mtu ameamka, huyo anaanza tu kwenda. Kwa tayari kuna kitu kimeshafanya nini, kimefanyika, kinamuongoza. Kwa hiyo ni nguvu tayari. Aidha unaweza kaenda kuinenea pale kwake kwenye eneo lake, ama ukaongea kule kule kuzimu kwamba namtaka mtu fulani aende sehemu fulani akafanye kitu fulani. Kwa hiyo unapomuita yule mtu, nafsi ile sauti umeshajiungamanisha na ile nguvu ya pale, inafika kwa yule mtu. Yule mtu anaweza tu akaamka akaondoka. Lakini mwingine unaweza kuta akashtuka, kama mtu yuko vizuri akashtuka, yeye anaona kama ni ndoto, lakini inakuwa sio ndoto, ni kitu cha kweli. Wengine ndio hivyo tumewazuilia kwamba wasiolewe. Kwa unakuta mtu na yeye ni kwa kutamka hivyo na kuweka vibuyu. Pia kuna kutumia mafiga matatu, unawasha moto, unaweka, kuna dawa tunaweka kule. Ile dawa sasa inapotoka, ina maana ile dawa tayari ina nguvu, ina maana kwamba unaharibu maisha ya yule mtu. Kuwasha moto na kwamba maisha ya yule mtu yote yanafanya nini, yanaharibika.
Unajua sasa kama ni mtu kiteketea ukiwa majivu, unajua hapo basi, yani kwamba yani kama moto unapoteketea vile maisha yake yanafanya nini? Yanakuwa yameteketea. Kwa hiyo unatumia hiyo mafiga matatu kwa ajili ya kutesa watu, kuwatamkia watu maneno mabaya. Lakini pia kwenye hayo mafiga unaweza kuchemsha na dawa hapo hapo. Yani mambo ni ni vitu ni vingi kwa kweli. Wengine ndio hivyo unakuta umewafunga, hiyo kuna kufunga kwenye ndoa, mtu asioe wala asiolewe. Lakini kuna kumfunga mtu kwamba yupo lakini asiweze kupata mtoto, inafanyika kupitia madawa na kupitia kwa level yangu sisi tulikuwa tunatumia dawa, japo kuna wengine yani madhabahu zao yani kulingana na ile nafasi. Kama mimi nafasi ya malkia nilipata baada ya matukio kwa mengi ndio nikapata hiyo nafasi ya kuwa malkia. Na ambapo ningesema labda niendelee sasa tena kuendelea kufanya maovu, ningekuwa labda ningekuwa kwenye nafasi nyingine, kwa sababu ni bidii yako na utendaji kazi wako ndio unakufanya wewe unapandishwa kwenye nafasi. Okay, sawa. Sasa katika kitu ambacho umesema kwamba kimekupandisha kwenye umalkia au kikakufanya uwe malkia wa wachawi ni utendaji kazi wako mzuri. Tukio gani ambalo unalikumbuka ulilitekeleza na likawa bora zaidi kwa mabosi wako mpaka kupandisha hicho cheo? Kuna kipindi ilitokea ajali ya gari, watu wakafa wengi. Kwa hiyo ile nafasi kwa hiyo nikawa nimekusanya damu nyingi na damu na watu wakawa wengi, sababu kule chakula kingine wanachokula kule kuzimu ni damu, nyama za watu na damu. Na ile makusudi ya ajali yalikuwa ni yapi kwa kutekeleza ile ajali, ilikuwaje? Ni kazi ambayo nimepewa, damu inatakiwa sana kule. Kwa ni kazi ambayo nilipewa kwamba sisi tunataka damu. Tunataka na nyama za watu. Kwa hiyo hamna njia nyingine ya kupata damu nyingi kwa wakati mmoja pasipo ajali. Na ile ajali ulitekeleza vipi? Tupe historia, ilikuwa nipata ajali ikatokea na watu. Ile ajali ilitokea kwamba nilienda barabarani pale. Ulikuwa peke yako? Nikaenda barabarani nikaongea. Hata mkienda wengi lakini mtendakazi ni mmoja. Nikaenda pale kwenye ile barabara nikasema gari itakayopita leo sisi tunahitaji damu. Kwa hiyo unaenda na kile kifaa unasema mizimu, sisi tunachohitaji ni nini? Nataka damu za watu leo, tunataka nyama za watu, nataka. Kwa hiyo kisha ongea vile na ile eneo kimwaga dawa pale, ndio leo unakuta dereva akifika lile eneo anaweza akaona kizunguzungu au akaona kama mtu amepita. Yani kikatokea chochote ambacho nikasababisha ile ajali ikafanya nini? Ikatokea. Basi unakuta dereva anaweza kaona kizunguzungu au akapishana vibaya, au unakuta kuna gari linakuja yana force ku overtake, anaona kama ni mbali lakini kumbe ni ile nguvu imeshaanza kufanya kazi. Ajali inatokea. Au unakuta mimi nilipoenda ikafika pale tu ikafeli brake. Kwa hiyo unakuwa hamna chochote, ni ile brake tu imefeli ghafla, ile gari ilipinduka. Mara nyingi huwa mnacheza sana na madreva magari kwenye ajali hizi ambazo ulikuwa unazifanya kipindi hicho, mlikuwa mnacheza na madreva tu? Kuna kucheza na kumpumbaza dereva. Ikiwa umesha target kwamba kama ni basi au gari aina fulani, unasema tu gari aina fulani ikifika hapa nitoka sehemu fulani sisi tunataka hivi. Hapo uko unamtarget dereva, kama hata unamjua unaweza kumtaja jina, au unaweza kama humjui basi unasema dereva wa gari fulani hivyo. Akifika hapa tunachotaka sisi ni damu, tumeshaka mitego yetu. Au wakati mwingine unaenda pale sio tu hilo gari ulilitaja, sema tu tunachotaka ni damu za watu. Basi litakalopita hapa la kwanza au litakalopita la tatu au la ngapi, mwisho wake uwe hapa. Kwa hiyo utendaji ni wa tofauti. Yaani ni namna, yani vile ambavyo unaamua kwenda kusema unataka eje. Kama ni kwa haraka sana, kama ni kidogo kidogo kwamba yani leo basi litakalopita tu hapa la kwanza mimi nataka nipate damu. Ukule kuzimu pia kuna mashamba, lakini kuna mengine hapo huku duniani. Kuna watu ambao wanamiliki huku duniani. Kwa hiyo unakuta mtu anamchukua anaenda kumlimisha kwenye shamba la kwake yeye mwenyewe la huku duniani. Lakini yeye hamtaweza kujua wala kuona kwa sababu sio rahisi. Wao tunaishi kwenye jamii hii, lakini hayo mambo yapo yanatendeka. Na kuna mwingine unaweza kukuta wengine wanakuchukua hata mchana. Unaweza kukaa tu hapa mchana wakakuchukua ukaenda kama ni mizigo kabeba. Kwa unakuta yule mtu anazubaini, anakuwa anasema sijisikii vizuri, yani anakuwa hana amani, yani nini yupo tu tayari kule. Baada ya muda tena anakuta anarejea, au kesho anakuta anarejea, kwa tayari kuna kazi ameshafanyishwa. Amekuwa ameshafanyishwa. Na kuna wengine unakuta mtu anasema unaamka na umwa. Sio kila ugonjwa ni ukweli unaumwa, lakini magonjwa mengine
yanatokana na wachawi, kwa jinsi ambavyo tunafanya kutumia hizo sindano, kutumia vibuyu. Unasema kifua kimpate mtu fulani, unasema kansa iende kwa mtu, kuna madawa ya kuweka. Kama unataka kuweka dawa kusemea, basi unaweka dawa. Lakini pia tuko tunatumia misukule. Misukule inaweza kaja huko, kuna misukule inayoonekana na isiyoonekana. Unaweza kupita maana misukule haonekani kwa macho kawaida, ukapita hapa ukaenda kuweka dawa hapo na wasione. Kwa hiyo watu watakapokuja, labda huyo mtu atakapokuja akapita tu na yeye asijue, lakini kumbe tayari msukule umeshafanya kazi. Msukule haonekani. Naweza msukule ukaja hata ukamwaga dawa hapo mlangoni au hapo uani kwako, na wewe ukiamka asubuhi utaweza kujua kama kuna dawa imemwagika. Lakini kuna hiyo kwamba sio lazima tu utumie msukule. Hata wenyewe wachawi usiku wanakuja, unaweza kumwaga dawa pale nyumbani, wakamwaga kama ni kwa mtu au kwenye biashara ya mtu. Ile dawa wanamwaga, lakini wanatamka na maneno kwamba dawa hii labda hii ndio isiwe na amani. Wamekaa kwa amani muda mrefu, sasa hii ndio inakuwa ni ya vurugu. Kwa hiyo ukishamwaga zile dawa, kama ukishatoka hapa wakikanyaga hii dawa, tayari amani haipo kweli. Yule mtu akija kuamka, kama amelala au kama hakuwepo, akirudi akikanyaga tu lile eneo, anaanza kuona yani imekuta mtu anabadilika, kunakuwa hamna maelewano. Kama ile ndio ilikuwa inaelewana, hamna. Kama hata jana usiku mmekaa mmecheka mmefurahi, lakini akija kuamka ni asubuhi ameshakanyaga tu lile dawa, basi unakuta tayari mambo yanaanza kuna tofauti. Kwa maana mtu kama hata shtuka mapema, ataanza kusema, ndio unakuta mtu mke wangu ana kiburi, mume wangu mjeishi sijui nini, analalamika. Lakini kumbe hamna mwenye kiburi, hamna aliyelalamika. Ni dawa ile ambayo inafanya nguvu ya kuwafarakanisha watu wasiwe na amani. Na ikishaingia, unajua wachawi hawapendi watu kukaa kwa amani. Ikishaingia hivyo, kushakuwa hakuna utulivu, hata maisha ya ile familia haiwezi kuwa na utulivu, hata utafutaji wake hauwezi kuwa na utulivu. Hata kama ni mambo ya ibada pia unakuta haiwezi kuwa na utulivu. Leo mimi nimevuruga, yani hata sielewi. Unakuta mtu hata kama kanisani hawezi tena kwenda. Lakini kumbe kuna kitu ambacho kimeshafanya nini? Kimeshatendeka ambacho sio kizuri. Kwa hiyo ni kutumia hizo dawa ambazo tulikuwa tunatumia huko kwa nani, yani kwa kila kitu kinaendana na dawa, lazima uweke dawa. Hata kama utaongea kwenye chungu, lakini kwenye chungu sijui kwenye kibuyu, kuna kile kibuyu kisha kisemea kama nataka kwenda sehemu fulani, na ile rizo lovaa kama japo sio nzuri, unakuta inaonyesha ishara, inaweza kabana weka kanani. Kwa ile ishara unajua kwamba kumbe nikienda nitafanikiwa, na kwa ishara hii nikienda sitafanikiwa. Wakati mwingine unakuta unaondoka na watu, ukifika pale wewe ndio unafanya tukio, wakiona hujafanikiwa wanakufanya nini? Wanakupa upate upesi wa kufanya nini na kukusaidia. Kuna milango ya baharini, kuna milango ya mingine ipo tu kwenye maziwa, kwenye ardhi, kwenye miti mikubwa. Kwa kuna vituo vyao, na ndio maana unakuta kila mtaa lazima kuna wachawi, kila mtaa wapo. Lakini unaweza katika huo mtaa sio wote mpo chama kimoja. Ni sawa sana kusema kwamba samani, lakini kwamba baba mtaa huu tuliopo hapa wote hao ni watu, lakini wote hawaendi kanisa hili. Mimi nakaa chumba hiki ni nasali sehemu fulani, ile nakaa chumba kile nasali sehemu. Ndio maana kwenye mtaa wachawi wako wengi, lakini msiwe chama kimoja. Na wala hata usifahamu kama yule ni, mpaka uwe na ile uwezo wa kuona kwamba huyu ni mchawi. Kwa hiyo kuna milango, kwa Dodoma ipo milango ambayo kuna kule relini. Lakini sijajua sehemu nyingine, huwa nasikia pia wakisema kuna mbuyu ambao kuna milango. Lakini baharini pia kuna milango, kwenye maziwa kuna milango, kwenye mabwawa makubwa haya kuna milango ya kuingilia kwenda kule. Kwa hiyo unakuta mtu anavyoenda kule, kuna dawa ambazo mtu unakuta unajipaka. Kwa hiyo ukifika pale unaondoka tu. Kabla tuendelea, nataka kwa kweli ulipindi kwa Dodoma, kuna tumia dawa gani? Huku sijaenda sana, nilienda tu siku moja, nilienda tu mara moja tu mara mbili. Kuna mlango ambao upo kule relini. Upo Ihumwa. Kutoka chama kingine na mtani tu. Sasa kila mmoja anakuwa kama vitu hivyo, kila mtu anakuwa na issue zake. Kwa hiyo mkifika pale panafunguka, ile ukishapanga tayari unafunguka unaingia. Ile ardhi pale inakuwa inajifunga. Ni hizo dawa walikuwa wanakuja kiniletea, au mimi nikitaka kwenda, nikisema tu nataka kwenda. Nilikuwa pia na usafiri ambao usafiri wangu ulikuwa ni wa mti. Maana kule kuna vifaa vimetofautiana. Mimi nilikuwa natumia usafiri wa mti. Nikisema nataka kwenda sehemu fulani, basi ule mtu kwa sababu na dawa na mimi tayari nina nguvu nyingine, nikishika tu sasa nataka kuondoka kwenda sehemu fulani, unaondoka.
lakini pia nilikuwa na mikono, nikifanya tu hivi mikono, nataka kuondoka mikono naondoka. Asa tayari inakuwa umeshakuwa na dawa, tayari na dawa. Kwa hiyo ukifanya hivi kama nataka kuondoka kupitia hiyo mizimu umeshasema nayo, mimi nataka kuondoka. Unaondoka na zile dawa umeshajipaka, unaondoka. Kwa nini kuna uwezo kuyaisha mizimu haikatili? Tofauti na mtu labda pengine inakuwa ngumu sana, mtu anaomba na hafanikiwi. Hii inakuwaje? Sasa sisi tuseme hivi, unajua kwenye upande wa giza sijui kwa nini watu wengi huwa tunatii sana kile ambacho tunaambiwa. Na mizimu kumbuka kule ile ni jambo la shetani. Kwa hiyo mwenyewe anakufanikisha ili usije kaona mbona kwa akufanikiwa. Ndio maana nikasema kwenye uchawi ukiingia kuna roho unaingiziwa roho ya uongo. Alafu unakuwa kwa Mungu na unakuwa na ikatili. Kwa hiyo yani alafu unakuwa na ujasiri wa kufanya ni vitu vibaya kuliko kufanya vitu vizuri. Lakini pia kitu kingine ambacho kule kwangu kilikuwa kimetendeka ni ufahamu wa kwangu kwamba unamilikiwa na wao. Kwa wao ndio walikuwa wakinidirect kwamba hata kama sitaki kwenda sehemu fulani watanipeleka tu. Kwa sababu damu ushashikilia kule. Kwa unaweza kukuta tu mimi huko na mimi naenda. Ndio mtana atumikisha wengine, lakini na mimi pia nilikuwa natumikishwa. Yaani hata kama utaki utaenda. Ukifanikiwa kwa sababu unapewa viwango, ukifanikiwa ndio hiyo unapandishwa cheo. Usipofanikiwa unabaki pale. Na usipofanikiwa pia kuna kupewa adhabu kwa nini hujafanikiwa. Unaweza kupewa tu adhabu yote, labda kwenda kulima au kaondolewa kwenye kile cheo au kwamba tunataka mtu wako wa karibu na nini. Kuna adhabu. Yaani usipotimiza kuna adhabu. Usipojituma kuna adhabu. Na hata ukisema wewe ukikataa wanaweza kukuadhibu hata wao wakaja wakafanya kwa maana kama mimi hiyo kusema kwamba familia yangu mimi pia niliunganisha kule. Kwa hiyo hata kama sitaki wanaweza wakaenda kwenye familia yangu wakaizuru familia ya kwangu. Kwamba mimi bwana hapana, lakini wenyewe wana uwezo wa kwenda kwa sababu wameshapajua na wanajua wanapatikana hapa. Wanaweza kufanya chochote kama adhabu kukuadhibisha, lakini pia ni kama kuendelea kufanya kazi ya shetani. Kwamba ni watu wote tumtumikie shetani. Maana kazi ya shetani ni kupinga kazi ya Mungu. Na kwa hiyo kuleta tu tabu. Yaani hapo watu watakuwa na watu ni raha, lakini na tabu nyingi zinakuja zinatoka kwa wachawi. Ili watekeleze changamoto zimezidi anashinda kufanikiwa, anasema ngoja tu niende kwa mganga. Lakini asijui kumpata mganga na yeye ni wale. Mganga ni yule. Sema tu labda kwa sababu hapai, lakini ni wale. Kuna wanaopana, kuna ambao hawapai. Lakini wote ni wachawi. Ni kama vile jeshi la polisi, sijui kuna traffic, sijui kuna jeshi la dini, sijui la nini. Kwa hata waganga na wenyewe ni watendakazi, ni wale watendakazi wa shetani. Japokuwa watu wanakimbilia kuona kwamba na kuna waganga wengine walikuwa kule kwenye chama chetu. Kwenye chama chetu sijajua kama wanakuwa ni waganga, ile anachojua tu pale tushakutana. Kulikuwa kuna siku za kukutana, ilikuwa ni kwa wiki mara 2, ilikuwa ni Ijumaa na Jumaa ngapi. Mnakutana majadili mipango. Mimi vikao vingine nilikuwa siendi. Kwa hiyo majadili. Mkishakutana mnaleta mrejesho, jamani kuna naje mimi labda na fulani ananisumbua sana au pale mtaani. Kwa hiyo natakiaje, nataka ashughulikiwe kwa hivi na hivi. Kwa hiyo mimi nakuwa kama mshauri au labda tufanye hivi. Mazingira yake yakoje, mnaweza mkaenda kufuatilia mazingira ili mjue kwamba yule mtu mnamwadhibu kwa namna gani. Na kuna wengine unakuta tunawang'ang'aniza kuwaingiza, yani unakuta mtu anaingia kwenye uchawi. So kama watu walio kwenye uchawi wanaingia kwa kupenda, wengine wanatumikishwa tu. Kupitia tu ukishapata chale, ukishapata ile damu, basi unakuwa unamtumikisha. Unamuingiza kule, yani hajui kama ameshaingizwa. Ndio maana utakutana nasema wewe ni mchawi, lakini wewe hujui kama ni mchawi. Hiyo siku tulikuwa kule, mkuu wangu aliniambia akasema sasa inabidi umeshakaa huko muda mrefu na umeshakuwa inabidi uwe na nani? Uwe na mume. Nikasema sawa. Akasema nitakutafutia nani? Mwanaume. Basi siku ikafika, huyo mwanaume akapatikana. Nikaitwa, ikawa ni usiku. Tukakaa hapo, kuna meza, yani yule ngozi, kuna damu na vitu vingine, huyo mkuu akiwepo. Akasema na watu baadhi walikuwepo, huyu ndo mmeo. Basi nikafunga naye hiyo ndoa kwamba kuanzia sasa ile damu ndio ikawa ndo ya kutuunganisha. Kwamba mume wako ni huyu kupitia ile damu na yule mwanaume ni hivi kupitia ile damu. Kwa hiyo nikawa tayari nimeshamilikiwa na yule mwanaume. Kwa maana ninapotembea huko ndani yangu tayari kuna yeye mwanaume mwingine yupo
So kama anaonekana kwenye macho ya damu na nyama, yani nikiwa huko haonekani, lakini anakuwa yupo wa kunimiliki. Kwa watu ukikutana hao duniani ni kwa ajili tu ya kuwakosesha watu wengine. Kwa hiyo ndoa ilikuwa kwa namna hiyo, ilikuwa ni usiku. Kanya ile damu ndio alivyoniambia, tukanya na ile damu kutumia ile agano la ndoa. Nakumbuka ndio hivyo ilivyokuwa kwenye siku ya ndoa. Kwa hiyo sasa ukiwa duniani, ukiwa katika ulimwengu ule wa roho tayari una mume wako, huku duniani mtu akija kutaka kukuoa au kuna wengine wanafanikiwa mpaka kuolewa kabisa na ndoa haidumu? Ndio wapo ambao wanaolewa ndoa hazidumu. Wanakuwa ni watu kuparangana tu. Aidha na yeye kama ni mwanamke au kama ni mume, basi na yeye aunge mkono aliko mwenzake. Kama ni mwanaume yuko kwenye uchawi, basi na mwanamke inabidi awe kwenye uchawi. Lakini kama ni mwanaume yupo kwenye uchawi, inabidi mke wake naye awepo kwenye uchawi. Na adhabu labda ya pengine sasa ya kwamba umeolewa huku, lakini huku kwenye ulimwengu wa kawaida huku na mahusiano mengine, huyo mume wako ambaye yeye wa kiroho naweza kusema wa kichawi, hauwezi kupewa adhabu yoyote ile? Yani ukiolewa huku duniani, nikisema kwanza mimi kama mimi mpaka sasa sijaolewa. Kwa sababu ya kileni sijakaa ni mwanaume, yani wala ni ile tu umekutana na mtu, umekuwa na mahusiano ya kutenda tu uovu, sio kwamba ile mahusiano ya halali, hapana. Umekaa umechoka umeachana naye, umekaa umechoka umeachana naye. Na kama utaingia kwenye ndoa, ukasema umeolewa kabisa na mwanaume wako, ujue hata hiyo ndoa haitakuwa na amani. Yaani haitakuwa na utulivu. Na hiyo ndio itakuta na zaidi watakufunga mtoto, labda usipate watoto, ili tu kusiwe na utulivu. Yaani unakuta nini, watu wa kugombana tu, yuko juu, yuko kitu kidogo tu mmegombana, tayari unajua ni huyo mtu uko ndani yako hataki. Anaona umeshamvutia, kwa sababu hata kama tu ulimwengu wa kawaida mtu mwanamke mmoja kuwa na wanaume wawili ni vita. Kwa hiyo unakuwa sasa anasema huyu ni wa kwangu, sasa tena na huyo au kuna tuone. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kuhangaika tu. Huwezi kusema unaishi na mwanaume, na hata ukiolewa, hata huyo mtu akitokea ameolewa ameoa, ile ndoa haitakuwa ya amani. Kutokana na yule mwanaume kwa muda gani? Ni muda mrefu mpaka nilipokuja kutoka nikasema sikutaki, akaniambia nitakufuata popote, nikamwambia mimi sikutaki tena. Na yule alikuwa anakaa tu usiku kwenye madhabahu. Huko kuzimu huko. Kwenye ulimwengu wa kawaida ndio kukutana? Hapana, ulimwengu wa kawaida hakuna. Nakumbuka hiyo siku ambayo nilitegesha ajali ya basi ilikuwa naitwa ni Njombe. Nilienda barabarani pale, kaweka dawa. Sasa mimi ninachotaka ni damu za watu na nyama. Leo hatuna damu, hatuna nyama, ninachotaka ni hizo damu na nyama. Kwa hiyo nilikuwa nimeenda na dawa, tukamwaga dawa pale. Basi ile gari lilipofika pale kweli lilidondoka kwenye lile eneo, likadondoka, watu wakafa. Sasa unajua kwenye ulimwengu kawaida unaona tu watu wamekufa sunani, lakini kwenye ulimwengu wa roho tayari ile damu inayokaa pale na tayari tunaichukua. Yaani wenyewe hawatuoni, lakini sisi tunachukua, ndio tunakusanya. Kwa hata wakija kukuta watu wataona pale kuna damu wanafukiaga, sio wanasafisha, lakini sisi tumeshachukua ya kwetu. Kwa kila ambaye ameshamuumiza, yani ile tu ajali inapotokea, yani ni kukusanya tu damu, tayari na umeshategesha damu inaenda kule. Kwa hiyo Mungu wa roho wa kawaida huwezi kuona. Watu mtakuja mtakuwa mnaokoa, lakini damu za watu zinavuja sijui nini, kumbe sisi tunaendelea kukinga. Kama tukio ya ajali kwa kawaida kama mangapi? Kwa kweli sio machache, ni mengi, ni matukio mengi, sio machache. Ni kubwa nilikuwa nakumbuka ni ile ajali ambayo nilifanya. Pia hata tukio lingine ambalo nilifanya kwa babangu. Babangu ilikuwa ni kwa njia ya ajali ambayo alipanda bodaboda. Basi sasa kwa sababu ile roho ilikuwa ni kumuondoa yeye, na ilikuwa ndani yake, ile nguvu tayari ilikuwa ndani yake ya mauti ya kumuondoa yeye, ambayo iliingia kutoka huko kuzimu, kutoka kwangu ikamwingia. Kwa alipopanda bodaboda ile, wakafika sehemu yani ikatokea ajali. Yule bodaboda yeye ndio akaumia, na akaumia sehemu ambayo sio nzuri. Kiasi kwamba lazima tu ni siku moja tu siku mbili ameshaondoka kutokana na sehemu alipokuwa ameumia. Kwa hiyo ile roho ilikuwa inamfuatilia kwamba imchukue kwa namna gani. Kwa mimi nipo huku, tumeshasema yani kwa kuzimu kwamba huyu anatakiwa kuondoka, tunahitaji damu yake, anatakiwa kuondoka. Yeye alikuwa tunahitaji damu, alikuwa anatakiwa kuondoka. Kwa hiyo
tukamuondoa, lakini sababu kubwa ya yeye kumuondoa ilikuwa ni migogoro ya kwenye familia. Kwa nikawa namuondoa kwa njia hiyo. Sisi mama na yeye tulikuwa tuelewani, na kuna mtoto mwingine tulikuwa yani familia watoto tulikuwa tuelewani na baba. Maana hiyo wewe na mama yako mlikuwa wote pamoja kwenye chama cha kichawi au? Hapana, wazazi wangu hawakuwepo wala hawajui, ila tu ni mimi nilikuwa naona mambo yataisha, mbona migogoro kila siku, hatuelewani kurakana na nini. Lakini mama yangu hafahamu chochote mpaka nilipokuja kuambia mimi mwenyewe mwaka jana. Nilipokuja kugundulika mwaka jana. Mpaka nilikuja kugundulika ndo nikawaambia. Sasa ilikuwaje katika niona mambo yamefika mahali sasa unaona kile unalofanya alifanikiwi. Kile unalopanga alipangiki, mipango inakuwa migumu. Nikaona tu bora tu niache kwa sababu hayana tena maana. Na hata Mungu hapendi na yani sisi nisemeje, yani nikaona hayana maana. Sema Mungu wakati ndicho tayari mwanzoni kati tunazungumza tuseme kwamba umeshamiliki kule, wanakuambia kwamba au akili zako ziteka pale. Fahamu zangu zipo kule, ni kweli fahamu zangu zipo kule, na walichukua sehemu ya nywele wakafunika kwenye akafunga kwenye ardhi. Kwa hiyo fahamu za kwangu zipo kule, kwa wao ndio wanao niongoza. Sasa ufahamu wa kumtambua Mungu unaje? Bado tunajua Mungu yupo, sinabana kwamba hata kanisani mtu unaenda. Lakini sio kila anaenda kanisani anaenda kwa kumaanisha. Kuna kwenda tu ile kuonekana mimi ni Mkristo na kujifichia uovu wako huko. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna wachawi wengine wanahudhuria kanisani vizuri. Kama mimi mmoja hapo ni wanahudhuria kanisani vizuri, tena unakuta na wengine ndio viongozi. Wengi ni unakuta ni viongozi kwa makanisani lakini wako kwenye vyama ambavyo sio. Kwa kupitia nafasi yake, unajua wachawi yani lengo lao au shetani kazi yake ni kuwavuta, yani kukusanya watu wengi kwenda kuzimu. Na maana unakuta hata nafasi kubwa za viongozi wengine unakuta ni wachawi. Kwa hiyo kupitia ile nafasi yake ya uongozi anakuwa anakutana na watu wanamsikiliza. Anaweza kawaunganisha kwa urahisi kwenda kule kuzimu. Wewe pia ulikuwa kiongozi? Mimi nilikuwa malkia wa mkoa wa Iringa. Na ndio kwenye kanisa? Hapana, sikuwa kiongozi. Na sasa unapokutana na mchungaji mwenye nguvu zaidi ya wewe au yupo kiroho zaidi, hapo inakuwaje? Si anakuangusha au hujawahi kukutana na tukio kama hilo? Nilishawahi kukutana hilo tukio nikafanya, lakini sikuweza kufanikiwa chochote. Wapo ambao nilikutana nao nitaka kuharibu kazi ya Mungu kwamba kuzuia. Kwa hiyo ukienda kumwaga dawa, ukimwaga dawa wanagundua, wanaenda wanatoa. Ukifanya hichi wamegundua, ukiweka mtego labda kwamba naweka huu mtego hapa, aba akipita hapa basi hii kupitia hii dawa yule mtu asipone, bali kama ni ajali aba apate ajali, kama mtegisha mtego wa ajali unamwekea pale, lakini unakuta ni haifanikiwi. Ukienda kanisani ukisema umeenda paka nyumbani umeweka dawa umefanya nini ili tu kwamba asipatane na Mungu asinde, lakini sikuweza kufanikiwa. Huyo nilishakutana na mtumishi wa namna hiyo. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kumfuruga yeye wala familia wala huduma inaendelea. Alinigundua akaniambia kuna naona upo katikati ya watu na umezunguka. Nikamwambia mimi sifahamu. Lakini baadaye nimepitia adhabu. Baadaye nikamwambia mimi kweli mimi ni mchawi. Nimefanya mmoja, nikaanza kumsimulia matukio niliyofanya. Mimi nimemuoa babangu. Nipo dada yangu ambaye nilimuondoa pia na yeye kupitia madawa hayo, nikaongea tu kwenye kibuyu. Kaondoka. Iko babangu mdogo na yeye alikuwa anamenyesa mama mdogo. Basi nikamtegeshia kwamba anywe sumu. Akanywa sumu. Anajua ni yeye mwenyewe anajiongoza, kumbe ni roho nyingine inamuongoza. Akanywa sumu akanywa akafa. Dawa zingine tunachanganya kwenye vyakula. Lakini unapoenda kwa kwenye chakula unakuwa unasemea kama unataka dawa ifanye kazi gani. Tokea hapa kuna sherehe, kuna nini? Kafara, mtu akitimiza kafara yake huwa wanafanya sherehe kando ya bahari. Wanawasha moto, basi watu kutoka kuzimu wanakuja na kukutana kando ya bahari. Na hiyo inafanyika kama umetimiza yale majukumu uliopewa au kama yale malengo yako umetimia. Lakini kama mwanachama anaingia mpya
basi anatambulishwa, ndo mnakutana, yani inakuwa ni sherehe. Yani mwanachama akiingia kule inakuwa ni sherehe. Kupata mwanachama mpya ni sherehe. Umetimiza kutoa kafara yako, ulikuwa umemaliza haya, au kuna kafara unataka utoe, kunakuwa kuna sherehe. Wanakuwa tunafanya sherehe. Lakini mwanzoni wakati tunazungumza ulisema kule kuna viwanda, uzalishaji mbalimbali, kilimo, na ukaniambia kwamba kuna bidhaa ambazo zinakuja huku kutoka kule. Hizi zinatokeaje? Hem, tupitishe katika hilo pia. Kwa bahati mimi sikufanya kazi kwenye kiwanda, lakini zinakuja kupitia hivyo ufalme, yani kupitia hiyo milango ambayo nimesema kuna milango, wanapita wanazileta. Hasa nyinyi mnakuwa hamuoni mizigo, tunaweza ikashusha au mkakuta tu asubuhi kuna mizigo, au ukishusha usiku, nyinyi mnakuwa hamjui. Usiku vitu vinakuja misukule hiyo, inaleta ile mizigo inapanga, asubuhi mnakuta kuna mizigo hapo, basi watu wateja wanajua labda umeleta mapema, umepangwa, lakini unakuwa umetoka kule. Na kuna wengine ambao ni wako kule, ni mawakala, wana viwanda huku duniani lakini ni mawakala wa kule. Unaweza kukuta amejenga kiwanda cha mbao ndio kipo duniani, eti cha mbao, cha nguo kipo duniani lakini ni wakala wa kule. Kwa hata inapoitoa ile nguo inakuwa tayari ina manuizo kwamba kila atakayevaa hii nguo tayari ni wa kwetu, tumemiliki. Yani nguvu nyingine inaingia pale. Ndio maana unakuta unaweza kawa labda ulikuwa mtu mchangamfu sana, labda unafanikiwa sana, lakini baadaye ukapoa au usifanikiwe. Kumbe kuna nguo tayari umeshanunua, tayari kwa imeshaimbiliziwa maneno. Kwa hiyo kuna nguo, kuna viatu, yani vitu hivi, yani kama tunavyoviona madukani, sio vyote vinavyotoka duniani na kwa watu wazuri, vingine vinatoka kule kuzimu. Unakuta machapa ya ajabu ajabu haya yote yanatoka kuzimu, si mifuko ina machapa ya ajabu ajabu, manguo ya machapa ya ajabu ajabu, yale yanatoka moja kwa moja kuzimu. Lakini kuna nguo zingine unazikuta tu ni za kawaida, hazina lakini ni mawakala. Zimeshaimbiliziwa, ni zimeshanuiziwa kwamba atakayevaa hii nguo tayari ni wa kwetu. Kwa hiyo ukanunua nguo ukajaribisha pale, ukajiona upo sawa, lakini kumbe umechukua nguo ambayo tayari imeshabeba nguvu nyingine. Kwa hiyo unajikuta baada ya muda wewe afya yako, mambo yako yanakuwa hayaendi. Vyakula huwezi kuvitofautisha kwanza. Huwezi kuvitofautisha, ni kama vile kwenye nguo, na venyewe vipo vinakuja na vinaingizwa. Na wakati mwingine unaweza kuvichanganya hata na vya dunia ya kawaida na ukauza. Ila pia na kuna wakati watu wengine unakuta wanachukua ndio vyakula vile, wapo wanaojua kwamba hichi chakula anachotumia ni cha upande wa giza. Unakuta mtu ana biashara yake huko duniani lakini ananunua chakula cha upande wa giza. Wapo ambao hawajui, ni wananunua tu, akishanunua akienda kwenye biashara yake anaekea dawa. Basi kwa kuna migawa mingine unaingia au hoteli ukijua kwamba anaenda kula chakula salama, lakini ni kweli ila sio salama. Kwa sababu hujui yule mwenye mgawa yeye ni wa kuzima au sio wa kuzimu, ni wakala au sio wakala. Hujui yule kwenye mgawa vyakula vyake huwa anaweka na masharti gani, amewekea nini. Kwa sababu wengine hawaendi ndio kuzimu, lakini huku duniani wanawakamata watu kupitia vyakula, kupitia nguo, kupitia maneno, anawakusanya. Sababu lengo la shetani ni kuvuna watu. Kwa hiyo ni njia nyingi za kuwakusanya. Kwamba unaweza ukapika, ukaweka hapo. Kweli ndio mimi nimepika nimeweka, lakini vikabadilisha pasipo mimi kujua. Na unakuta baadaye watu wanasema nilikula jana kitu kwa fulani naona tumbo langu haliko sawa. Lakini pia unaweza ukapika ukaweka hapo na wale wakaenda wakaweka dawa. Lakini wewe hujui kama wameweka dawa. Au yule muhusika yeye mwenyewe akaweka dawa. Lakini pia kuna kutumia viganja vya viungo vya binadamu. Unakuta mtu umeenda sehemu anapika ugali lakini anatumia ni mkono wa binadamu. Unaona? Ili biashara yake iende. Na wao ndio unakuta mtu anakuwa anauza hata kama yani watu na biashara inaenda, lakini njia anayokuwa anatumia sio njia sahihi. Ameshaweka dawa. Kwa hiyo maana watu wanasisitiza kwamba wao wanaomba, ni unanunua nguo, unafanya hivyo, unakiombea sote kuchukua na kuondoka. Kwa sababu shetani anatafuta watu kwa kasi sana na kwa mbinu nyingi sana. Kama hajakupata kwenye nguo zilizotoka kuzimu, utasema haya machapa chapa mimi nakimbia, sinunui tena nguo yenye machapa. Unasema nitanunua ya dukani ambayo haina chapa, lakini hata hiyo ya dukani pia huwezi jua imebeba nguvu gani, imeshatamkiwa nini, huwezi jua alitekeleza ni mtu ambaye anamjua Mungu au ni mtu ambaye anamjua shetani. Ni wakala. Ukirudi kwenye vyakula nako ndio hivyo. Unaweza kukuta anayepika pale ni mchawi au anayepika pale sio mchawi, lakini ameenda kwa mganga kuchukua dawa, anaweka kwenye chakula.
kwenye mnaenda mnavuta. Kwa hiyo nyinyi mnavukula zile dawa zina tayari mmeshabeba nguvu nyingine. Maana mtu amesema unakuta saa nyingine watu wakifanywa maombi wanatapika. Yeye hakujua kumbe kile chakula alipokula kimeenda kuweka nguvu nyingine ndani yake. Alikuwa muombaji anashindwa kuwa muombaji, alikuwa mtoaji anashindwa kuwa mtoaji. Alikuwa sijui hivi na kuta tu mtu amebadilika. Ni kutokana na vile vitu au mazingira sehemu aliingia akala kitu ambacho sicho. Hapa mtaani unaweza kuta kuna wapo wachawi wapo. Lakini tunatoka vikundi tofauti tofauti. Lakini pia unaweza kuta mimi nakaa hapa mtaani nisimfuatilie mtu wa mtaani. No. Lakini au kama hapa mtaani kwangu mimi nipo ni mchawi, lakini huyu mtu hao watu ambao ninao wakafuatiliwa na wachawi wengine. Kwamba muende kwenye mgahawa fulani, mkamwage dawa kama ni nje kama ni kwenye chakula, wanaweza kaika dawa. Wewe huna nia mbaya, hujui chochote, lakini wao wanataka kukuharibia ndio wanakufanyia hivyo. No. Lakini kama wewe ni mwanachama utakuwa unafanya pasipo, yani wewe ni sehemu ya kazi yako. Unaweza kuweka zile dawa kwamba labda lete wateja au unaweka zile dawa wateja watakapokula wasiondoke. Yaani unamfunga mtu, ni kama umemfunga mtu kwamba wateja wanaokula hawa wasiondoke zaidi waendelee kuongezeka. Kwa hiyo unakuta mtu anakula leo, anakula sasa ile dawa unajua imetoka wapi? Si tayari imeshatoka kule? Imeshatoka kuzimu. Ameenda kwa mganga amepewa ile dawa, anakuja kuiweka. Tayari ukishaenda kwa mganga ndo wale. Ukishakula chakula chenye dawa na kina nguvu nyingine, ina maana wewe tayari umeshamilikiwa upande mwingine. Kwenye kila jambo tuseme linaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ndoto pia ni kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza tukakaa mfano kuna siku unataka kumuingiza mtu kwenye uchawi. Sio kila mmoja unajua aliingia kule ameingia kwa kupenda. Kuna wengine wameingizwa pasipo kujua. Tunaanza kumjaribu kumletea ndoto kupitia kule kuzimu. Kuna namna, kuna dawa na jina, ukishapata jina la yule mtu bana sura, basi unampelekea ndoto. Anakuwa anaota ndoto alafu unaendelea kumwangalia je anazikubali. Na maana mwingine kama azikubali atakuwa anazikataa. Unajua mfano labda umeota asubuhi umeamka umechoka. Alafu unabaki tu usema nimechoka, ni sijui amenitumikisha, sijui vipi. Umeishia tu hivyo hivyo. Huchukua hatua kusema kwamba labda amenitumikisha mimi. Alafu usiku nyumbani niliota nilikuwa sehemu fulani. Au shughuliki kile kitu. Kwa hiyo unajua ili leo hajashtuka, kesho tunaendelea kitu kingine. Na lazima wakuchanje chale. Lazima ukishakuotesha ndoto ukiona yani zile ndoto uzichukulia hatua ni mbaya, lakini uzichukulia hatua na zipuuzia. Watafika sehemu watakuchanja chale, watafika sehemu watakutumia. Wewe utakuwa unajua ni ndoto na wanaweza kukutumia pasipo wewe kujua. Ile wakishakuona wamekuweza, wanakufungua sasa unaweza kujitambua. Sasa unaweza ukajitambua ukashinda kutoka kwa sababu umeshakuwa muda mrefu, umeshakuwa mkomavu. Sasa unajitambua. Basi kama ndio hivyo basi na niendelee tu sasa kuwa mchawi. Lakini mwingine akishakuja kujitambua anapambana ili afanye nini? Atoke. Kwa hiyo wanajaribu watu kwa njia ya ndoto. Kwanza kukuletea ndoto hii labda umelima asubuhi ukaipuzia. Wakakuletea ndoto ya kwamba unatumika labda umebeba watu au unaua watu. Wewe ukapuzia ukasema ni ndoto tu kwamba nimeua watu. Itakuwa tu ni ndoto. Sasa nimeua wapi? Mbona sijasikia hata ajali? Lakini kumbe ni kweli umefanya nini? Wameshakuchukua na umeshaenda na umeua kweli, nafsi yako imeenda kufanya kazi kule. Wewe umebaki hapo umelala lakini nafsi yako imeondoka. Umeenda umeua watu kweli. Au umeenda kubeba mizigo kweli. Umeenda umewanga kweli. Kwa wanakuletea kama ndoto. Yaani kila kitu wanaanza na ndoto. Kwa kadiri utakavyokuwa unazichukulia kuzipuuzia wanazidi kukuongezea na zingine. Kwa unakuta yani wewe unaona ni ndoto lakini sio ndoto, ni roho yako imetoka. Kwa unaona leo umefanya hivi, umekaa kimya, kesho umeua, umekaa kimya, kesho baada ya siku 3 wanakuletea ukaue labda watu wengi. Na mwisho wa siku unajikuta umepewa mpaka cheo. Lakini wewe hujui. Unaweza kukuletea ndoto ndio za kufanya vitu vya ajabu, lakini unaweza kukuletea ndoto kama hivyo unakula ni wale, unaona ni wale lakini inakuwa sio wale. Na ndio maana unakuta utajua tu kwamba ukiamka utakuta ladha ya mdomoni kuko kwa tofauti. Huko kwa tofauti. Yaani unaona tu mdomo labda leo umeamka mdomo sio mdomo mchungu, sio unasema mdomo sio umekuaje ueleweki. Huko mdomoni ujisikii vizuri, kumbe kile kitu ulichokula jana sio kitu sahihi. Unajua kule ulikula wali lakini sio wali. Ulikula nyama za watu, unajua ulikunywa chai, umekunywa damu za watu. Unajua kwa yule mtu kweli umekula wali ndio ni wali, lakini ule wali ulikuwa na madawa ya kukufanya wewe
labda kama amelenga kugusa kwenye jambo fulani. Na nikasema kuna vitu hayo yapo, lakini sio ambayo yote nimeyafanya, ila najua yapo kwenye uchawi. Hivyo vitu vipo vya kulishwa chakula, lakini kuna wengine ndio maana nikasema wanakuendea, wakikuona wewe ni mwepesi wanakuwa ni mwepesi na wenyewe kufunguka. Wakikuona wewe ni mgumu inakuwa ni mgumu. Na ndio maana nikasema wanakujaribu kupitia ndoto, hata kuoa wanakujaribu kupitia ndoto. Usipozichukulia hatua inakuwa ndo uhalisia wako kwamba huyu kumbe anafaa kuwa muuaji mzuri. Na wenyewe wamfuati mtu ambaye ni mzembe. Wanajua huyu ana bidii au huyu ana nguvu ya Mungu, kwa hiyo wanaanza kumtumia hivyo. Wao utasema tu ni ndoto, lakini sio ndoto. Umekula, na mwingine anaweza akala kile chakula usiku tu ukagundua kwamba ni kile chakula sio cha kawaida. Mungu akakuonyesha kama kile chakula ulikula kuna mtu alikuja kaka dawa, au pale pana dawa, au kile chakula ulikula uliona umepakulia wali au ugali, lakini sio wali wala sio ugali, ni kitu kingine, kitu kingine kabisa. Sasa ndio maana unasema unaweza kaamka asubuhi ukajikuta ni mdomo wa tofauti. Sasa unajua jana nilikula wali, lakini siku nakula wali, lakini leo mbona kama niko yani mdomo wangu si uelewi, yani huko mdomoni huelewi. Ukiwaza ni vyakula unapokula ni vile vile, unajua tayari kuna sehemu aidha kile chakula ulichokula jana au ulichoonyeshwa kwenye ndoto kwamba unakula, kumbe kilikuwa sio chakula cha kawaida. Wanatafuta namna ya kukuunganisha, kwa hiyo wanakuletea vile. Ukipuuzia hivyo ndio wanakuja kukuchukua moja kwa moja. Yani wanakuchukua unakuwa unatumika kule pasipo hata wewe kujua. Na kuna dawa hizo ambazo wanakuwa na kwanza ukishakuwa na damu ya yule mtu ni rahisi sana kumtumia kwenye nani, kwa sababu damu ni uhai, ni nafsi. Kwa hiyo ukichanganya na ile dawa unaweza kuvaa ile sura, yani nikachukua sura yako nikaenda kufanya matukio. Kwa hiyo utakajua ni wewe. Lakini kuna nini? Nikatumia sura ya mwanadamu mwingine, lakini pia nikatumia hata mnyama. Kutumia sura ya watu hiyo ipo sana. Zile hizo zipo sana. Watu kutumia sura za wenzao. Mimi ni na wewe tunakaa chumba hichi na hichi, lakini nataka kukuzuru sio kila siku nitakuja kwa sura yangu. Kuna siku nitakuja kwa sura ya mtu mwingine ili usinishtukie. Ili usinishtukie naanza kuja kwa sura ya mtu mwingine. Akasema usiku afu unakuja kabisa unanisimulia nimeota hivi fulani kanifanya hivi. Kumbe aliyekufanyia sio fulani ni mtu wa huyo unayemwambia ndio ambaye umemwona. Lakini kuna mwingine sasa anasema ile kwamba kwa mbaliwalo na liwa hadi amejitoa mwanga. Anakuja tu na sura yake kama kawaida. Unamwona mbona ni fulani. Ila sasa asubuhi ukiamka alafu kitu kingine sasa. Wakijua pia unachukua hatua, wanakuletea ndoto alafu wanafuta. Ukiamka usikumbuke. Unaweza kusema niliota ndoto lakini sijui kama nilikuwa yani sielewelei, wanakufutia. Kesho wanakurudia tena. Wakiona ni mtu ambaye unafuatilia ndoto, ukishaota yani wakishakutumikisha au ukishakufanyisha chochote wanafuta. Sababu wameshakamata ufahamu wako. Wakishakuwa na damu wamekamata ufahamu. Mimi kama mimi niliingiziwa roho yani na roho ya nyoka. Yani ni kama nyoka. Kuna wakati nilikuwa nabadilika na kuwa kama nyoka natembea. Lakini pia roho hiyo ya mbwa. Mbwa ni anawakilisha yani ni uchawi lakini upande wa uzinzi. Mtu mwenye roho ya mbwa ina maana wewe ni mzinzi. Mwanamume huyu mara huyu au kama ni mwanaume mwanamke apiti, yani kila mwanamke anatamani yuko na huyu mara yuko na huyu. Ni hizo roho ambazo mtu unakuta umeingizia. Kwa hiyo ndani yangu kuna hiyo roho ya nyoka, ndani yangu pia kuna hiyo roho ya mbwa, hiyo kwa ajili ya uzinzi. Kuna paka eti ndio huyo. Kwa wanabadilika pia na wenyewe sura. Nasemea kwenye kibuyu una kama ni kunyweshwa au kuchanjwa, wanakuambilizia, wanatamka kupitia jina lako au kupitia nafsi yako. Ukiona majina yako matatu wanatamka tu ile roho inakuja, sababu ni ulimwengu wa roho inakuja. Unajua kama mtu unapokuwa kanisani nguvu ya Mungu, kwani unaweza kuiona inapokuja. Mtu anaweza kukushika tu hapa mkono ukajikuta unaanza kusikia hali ya tofauti. Au mtu anaweza kaongea tu nene akawa naomba kule watu wanadondoka, lakini kwenye macho ya kawaida huioni, ila tayari nguvu imeenda. Au hujasikia mtu anasema tunatuma malaika akafungue kifungo mahali fulani. Wewe humuoni malaika na kweli kile kifungo kinaenda kinafunguliwa. Lakini humuoni. Unakuwa huoni. Hata mimi nishakaa kwenye nyumba ya mmoja ambao nilikuwa nachukua vile vyakula nikawa nawapelekea kuzimu. Kwa hiyo unaweza kuta aidha ni wachao wamechukua au ni mizimu ya huko kwao inabeba. Kwa
Kwa hiyo kile chakula kinabebwa kichawi. Mimi kweli nikawa mbona vitu vinaisha haraka haraka, mafuta sijui lita ngapi, siku ngapi tu yameisha. Nikimekumba wanachukua, nikaa nachukua na kukutana nao nje na hapa vinaenda kule. Chakula vinaenda kule. Mimi nilikuwa nachukua tu kawaida afu na hapa wenyewe wanaondoka navyo kwa njia nyingine. Watu wa kawaida kama binadamu wa kawaida. Kama binadamu wa kawaida, sababu silikuwa nakaa hapo kwa nikaa nachukua binadamu kama wa kawaida. Nachukua na pita kwenye mlango, sasa napita sio kwa kawaida. Na wapa wanaondoka. Lakini kwa sehemu nyingine kama siku pale wanaingia kichawi, wanabeba wanaondoka. Kama mna mtu wa kuwapa wao wana uwezo wakaingia, wakachukua wakaondoka. Lakini wewe huwezi kuona na hautajua kama kimepungua. Wewe unaweza kusema hapa nimetumia unga kilo 1. Kumbe kilo 1 nyingine au nusu kilo ishachukuliwa. Yaani kuona chakula cha wiki moja wakatumia hata siku 3 4. Sasa unajiuliza mbona kama ni nanili imekuaje? Kumbe wenzio wameshachukua na wameondoka. Na wachawi wanawahi watoto sana, ndio maana kuta mwingine anakuambia mjamzito si kila anajifungua ati mtoto hajatimiza ni mapenzi ya Mungu, hamna, ni kazi za wachawi. Wameshajua huyu ana nyota wanamaliza mapema, wanamuondoa mapema, au labda wana shida na kiungo na nyama yule mtoto, nyama laini, wanamchukua. Na hizo landa zinakuwa ni majirani au popote tukao kwamba labda kama kuna uwezekano kuona kwamba kuna mtoto mbona kama tofauti. Inaonekana tu au nategemea na jirani kwamba huyu atazaa au kulingana na mtandao ni mkubwa. Kwa hata pale tu mtandao ndio ukishakuona una mimba. Kwa hiyo inategemea mchawi gani ambaye amekuona. Anaweza hata asio kundi lako kuona fulani mjamzito. Alafu mtu wanaanza kumwambia mtoto ana nyota kali. Kwa hiyo hamna jambo linafanyika bila kujadiliwa. Unakuta tujadili tufanyeje? Tumuue au tumuache akue aje tutumikie? Tuendelee, yani anazaliwa salama sawa. Anakuwa ndio, lakini tabia zake zinakuwa sio. Yaani lazima watakiingiza kitu. Kile kitu atakapokuja kuzaliwa au ameshazaliwa wanamuingizia kile kitu. Yeye anapokuwa na kile kitu kinaendelea kukua. Kama ni roho ya uongo, basi itakuwa ndani yake. Siku ameshakamilika, ameshakuwa, yani unakuta katoto kadogo hata kama miaka 2 3 kanakuwa kaongo. Tunaona kuna watoto ambao ni waongo, sio kama wanapenda, tayari nakuta ile roho imeshawekwa ndani yao. Kwa walishamuwai mapema, unakuta bali muwai toka kwa tumboni au ameshazaliwa, na wanajua kabisa hii nyota, huyu labda ni mtumishi wa Mungu, huyu labda ni mwimba kwaya, huyu si nani, si mpiga kinanda, huyu si nini. Kwa hiyo wanamzima, au huyu atakuja kunyanyua ile familia, huyu akifanikiwa huyu tutapata shida. Yaani nyota yake ni kali ya mafanikio. Kwa akifanikiwa kwa uchumi mzuri atafanya nini? Wachawi wawapende, atatupa shida sana. Yaani kwa sababu unakuta ni hamna sababu ya msingi kwa kweli. Ila tu ni kutaka kuona watu wakiwa katika maisha yenye furaha, maisha yaani kwamba watu wasimtumikie Mungu. Kwa hiyo anaweza kumtumia yule mtoto kukutesa hata wewe. Unatusaidia, yaani dunia haipo salama, yaani vurugu ni nyingi sana, mambo matukio ni mengi sana. Na usitoshe kule ni kukubwa kama huku, na kikundi sio ni kimoja, vikundi ni vingi. Unaweza kutata hapa labda mtaani labda kuna vikundi 3 au 4. Huyo na kikundi yuko kwenye kundi hili, yupo kwenye kundi lile, yupo kwenye kundi lile. Vyama pia vina majina. Kwa mfano huko kuna chama cha Omisheni, si cha Mbuyuni, si chama cha Mafinga, si cha Kinyamti. Yaani vina majina mbalimbali. Watu wa mjini, chama cha mjini. Unaweza kukuta mwanachama wa hapa lakini kikao chake yupo Mafinga, kwa hiyo anaweza kaenda kufanya kazi Mafinga. Akielekezwa hata nje, yani hata saa nyingine unakuta hata nje kama akielekezwa huyo mtu kama labda alihama, lakini mara nyingi wanakuwa ni kwenye eneo lile lile. Kwa sababu unaweza kutoka labda waiuma labda huko tunakutana huko, lakini unakuta mwingine ametoka mjini, mwingine sio katoka wapi, ni chama kimoja, kwa hiyo hamjuani. Ni mnaenda mtana kwenye chama huku duniani kwa kawaida hamjuani kwamba huyu ni wa chama fulani. Sijui kuuliza mwenzangu unatokea wapi. Pia kwa watoto, kazi nyingine ambazo tunafanya za kichawi ni kuwapandikizia watoto wadogo jinsia za kiume.
Yaani mtoto wa kiume ni mdogo lakini unampandikizia jinsia ya mtu mzima. Kwa hiyo unakuta yule mtoto anakuwa na tabia za kupenda ngono toka akiwa mdogo. Na sio kama anawafuata watu wazima na vifuata watoto venzie. Kwa hiyo unakuta akicheza nayo wanakuwa wanafanya hivyo yaani matendo hilo lakini ambalo hawastahili. Ni kwa ajili ya watu wazima lakini unakuta mtoto mdogo anakuwa anatamani kufanya hivyo. Ni hiyo nguvu tayari hiyo jinsia imeshabadilishwa kwa njia za kichawi. Kuna uume ambao kule upo kwenye chungu, jinsia ya kiume ambayo ipo kwenye chungu kule kuzimu. Kwa hiyo ukichukua kile chungu ukiongea kwamba umemlenga mtu, unasemea kwenye kile chungu na kibuyu, alafu ile nguvu inaondoka inaenda kwa yule mtoto. Ukishampata majina yake. Mtoto anakuwa ni msumbufu, lakini mtoto tabia zake zinabadilika, anaanza kuwa muhuni toka akiwa mdogo. Mtoto mdogo anaanza kufanya vitu vya yaani mambo ya kikubwa ni kwa darasa la pili au la tatu, ana miaka 2, ana miaka 3, unakuta mtoto anaanza kufanya vitu yaani matukio ambayo sio mazuri. Kwa kawaida anaonekana yuko vile vile, lakini kwenye ulimwengu wa roho anakuwa ni mtoto wa tofauti. Na kwenye ulimwengu wa roho anaonekana ndio ni mtoto kama mtoto, lakini kile ambacho mpandikizia kwenye mgondo kinaonekana hiki, mbona huyu ana miaka 2 lakini ana mzigo wa mtu wa miaka 30 au 20 au 25. Ila kikawaida anakuwa tu ni mtoto ambaye ni mjeuri na kupenda hayo matukio. Sasa unakuta saa nyingine hata anajichezea yeye mwenyewe, anafanya nini. Mbona kama wanaume mmoja malala na mwanamke, na maana ni kweli umekuja naye wamekuletea kwenye ulimwengu wa roho, wamekuletea mwanamke na mkilizotafuta ndio unakuta mtu aidha ni yale ile shao inatafuta hivyo kuzimu kuunganisha, yani anakuja kukuunganisha. Anaweza kaja kwenye ulimwengu wa roho, mwingine akaja katika ulimwengu wa kawaida ili mradi tu apate zile mbegu akipeleka kule, maana ameshakuunganisha. Unaweza kutumika, unaweza usifanikiwe ama usipate mtoto. Inategemea na kazi. Mimi damu yangu mimi ya hedhi ipo kule na nilichukuliwa, yani ilienda kwa sababu kwa ajili kwamba nisipate mtoto. Kwa hiyo inakuta ile damu ndio ameitumia imenifunga. Damu yangu ya hedhi walichukua kwenye kitambaa, niliweka kwenye kitambaa ipo kule kuzimu. Kama mimi nilikuwa na mahusiano na watu, mtu anajua mbona sijafanya ubaya wote, sijui basi sipendi pale, lakini kumbe ni mkakati, ni kazi zingine zilikuwa zinaendelea. Na wale nimeshamiliki na kukamata na ufahamu wake, anakuwa pia nilikuwa na yeye kukamata tufahamu, wananisikiliza. Hata mtu ukiwa na mahusiano naye yani anakuamini, lakini kumbe upande wa pili sio mtu mzuri. Unaweza usiguse mafanikio yake, lakini ukishamchukua tu yeye umeshamuunganisha kule, hata mafanikio yake unaweza usiyaguse. Kwamba siku yote hata mkiachana umeshamuunganisha kule kuzimu tayari. Kwenye magonjwa ndio hivyo, anasema unaweza kanilia kwenye kibuyu kwamba ugonjwa huu uende kwa fulani, au unaenda na dawa unaweka kwenye chakula kutumia msukule, anaenda kuweka dawa. Yaani unapokutana na yule mtu kama ni wa kuzimu, kama amebeba anaingizwa ile roho, akija kwako inabaki kwako. Ama wanaanza kukuchoma sindano ukaingizwa ugonjwa hata ya HIV ya kutengeneza. Kukutana na mtu ambaye ana HIV lakini ni mtu wa kuzimu, ama wakatengeneza kupitia hiyo sindano na dawa kwa kuchoma ukapata hiyo HIV. Yaani vitu vingi, hata yani unaimbilizia hata kama ni kwenye sehemu ya kukaa au kwenye nguo, unaweza kaimbilizia kwenye nguo kwamba hii nguo kienda kuvaa kitu hiki, ugonjwa umpate ugonjwa wa aina fulani, kama ni kansa, kama ni kifua, kama ni nini. Kwa hiyo unakuta akivaa ile nguo na umeshaipaka dawa, yeye anajiona tu ni nguo ya kawaida, lakini ndani yake imeshaimbilizwa. Kwa hiyo unapovaa vile vitu vinaingia wewe ndani yako. Chuma ulete tunatumia kupitia msukule, lakini pia msukule anakuja dukani anachukua zile, baada ya muda unakuta tu hela zimepungua, mba amechukua. Lakini pia mimi nimetumia ile, unaenda dukani unakaa unachukua hela, lakini unampa labda shilingi 10,000 au 2,000, akizichanganya zile hela zingine zile zinafanya nini? Ile 2,000 iliyompa ikikutana zile hela zingine, basi inabeba na zile zingine zinaondoka. Kwa hiyo kuna ile kuonekana kiuhalisia kabisa, hiyo chuma ulete inaonekana kiuhalisia kabisa kwamba leo nilikuwa naona na wateja wengi sana, lakini mbona nilifika jioni au mchana au masaa hapa nimeuza kama vitu vya 200,000, lakini ukija kwa sababu nakutana na 100,000 na kitu, hela zingine zimeenda hapo. Kumbe umeshafanya nini? Hiyo imebebwa. Na ile zote zinakuwa ni dawa za miti tu au ni dawa hizo zinakuwa zimeshatamkiwa maneno hii miti sijui. Kwa mfano mnyaa unatumika, mimi nilitumia kumloga mtu kwa mnyaa, kwamba alipokanyaga ule mnyaa akapata vidonda vya miguu, yani miguu ikawa inamsumbua. Mnyaa tu ulichanganya na dawa
Huyu mnyama unauchoma unakuwa wa moto. Sasa umeshautamkia kupitia mizimu. Sisi huku tunasema tu Bwana Yesu, mtu yani wale wakosema Bwana Yesu, maji haya nitakavyoyatumia labda yageuke kuwa hiki na hiki na hiki. Mtu akinywa na imani kwamba yale maji sio maji ya kawaida na kunywa damu Yesu. Okay, kwa sasa umeokoka? Kwa sasa bado sija kamilika vizuri, lakini sitaki tena nasubiria. Sasa ulikuwa mchawi na ulikuwa unatumikishwa na wachawi. Waliruhusuje wewe sasa kukuachia tu na tayari ushapata cheo cha umarikia? Wenyewe wanakuwa wanapambana, lakini mimi nikasema kwa kweli mimi sitaki tena. Yaani sitaki, nimechoka kwa sababu nimefika sehemu ambayo unapambana na watu ambao huwezi kupambana nao. Kwa bora tu waache, maana hapo unapambana na Mungu. Sasa unakuta mambo hayaendi. Kila siku mambo hayaendi. Si bora tu niachane nayo. Kuua hiyo kazi ya kuua watu, kunyonya damu za watu, nikasema niachane nazo. Kwa sababu kweli hayana faida yoyote. Maana mimi sipati faida yoyote. Na ulipoacha sasa waje kukufuata kukuambia kwa nini umesaliti chama, umeondoka, tutakupa adhabu au tutakufanya kitu kibaya? Wanafuata, wanalalamika, na kipindi kile na adhabu nilikuwa napitia, lakini sasa ndio hivyo. Yani nisema tu kwa kweli sitaki tena, naachana na hivyo vitu, kutesa watu, kuua watu. Na umesema kwamba haupo vizuri sana kwenye swala la wokovu, au bado hujakamilika. Sijajua ulimaanisha nini, lakini kwa yale ambayo uliyapitia, magumu yote na mambo mengi ya giza, huoni sasa kuna namna ya kuweza kumfuata Mungu aweze kufungua milango yako ya maisha, uweze kurudi kwenye ulimwengu wa kawaida na kutoa shuhuda mbalimbali kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Ni kweli ndio kitu ambacho ninachofanya kwa sasa, kwamba niweze kukaa sana na Mungu, kusema ile ambayo nilikuwa nikiyafanya. Na watu wanijue kwamba kwenye jamii nilikuwa ni mtu, wananiona mtu wa kawaida, jinsi huko nikotoka, lakini upande wa pili nilikuwa sio mtu mzuri. Kwa hiyo nimeamua niweke wazi tu kile ambacho nilichokuwa nakifanya. Kwanza wajue kwamba nilikuwa ni mtu ambaye sio mzuri, ni mtu katili sana, mwenye mambo ya ajabu, lakini kwa upande mwingine niweze kuachana nayo, niweze kurudi kukaa sawa na Mungu. Watazamaji wa Jimbi TV, nini ambacho unatamani kuambia kutoka kwako labda? Kila kusema hapo, niseme tu haya mambo yapo, kweli mambo yapo, na matukio sio tu hayo. Nisema pia kuna kama hiyo kuwapandikizia watu magonjwa, vifua, kansa, unawapandikizia. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba uchawi upo, na mimi nimeita ili kwamba sitaki kuendelea kuishi tena kwenye haya maisha ya kutumikia uchawi. Kupambana na kazi ya Mungu, sijui kuloga watu. Ulimwengu hauko salama kama Pendo alivyoeleza, kutokana na yale ambayo yeye aliyashuhudia kwa macho na aliyatenda kwa vitendo zaidi akiwa katika ulimwengu wa giza. Kipindi hicho Marikia wa uchawi, lakini pia kule kuna familia na amesema ni watu wengi zaidi, kacha watoto 3, lakini leo hii yeye yupo na maisha yake akimtumikia Mwenyezi Mungu na akiomba na kusari. Mtazamaji wa Jimbi TV, na mimi nimeweza kujifunza kutokana na kisa hiki. Ndugu yetu huyu kama kuokoka na kumpa Yesu maisha yake, cha kufanya ni kuzidi kumpa ushauri, lakini pia kutoa maoni na kumpa pole kwa yale aliyotokea, lakini pia kuweza kujifunza kwa watu ambao wapo katika hali hii waweze kuacha mara moja, kwa sababu hakufurahia akaondoka, na anashare nasi hapa si mazuri zaidi na hayana faida. Hii ni Jimbi TV, safari ya matumaini. Mimi ni Mayeka John Liaki, Wilson John. Bye bye kwa sasa.